Hiyo ndio safari ya kumuona Mungu. Ukiwa unaishi katika ulimwengu huu, tunaishi katika nyakati mbalimbali na watu mbalimbali, ndani ya nyumba, ndugu yako, mke wako, watoto wako, mume wako, jirani yako, wakati mwingine hata makanisani, wakati mwingine hata kwenye kwaya zetu. Neno la msamaha likae moyoni mwako siku zote. Hili neno wakati naambiwa mimi, nilijua Bwana nasema. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nikasema siwezi kunyamaza. Siku tumeongea kwenye ibada ya Jumamosi, nikawa nawaambia watu kwamba mama mmoja aligombana na mtoto wake. Walianza kwa kuzozana, walipishana mahali, wakawa wanazozana. Mtoto wake wa kiume alikuwa hataki kushuka kwa mama yake, wakavaana mwili. Kitendo kilimuumiza mama. Eti wa mama hata ungelikuwa baba. Mtoto baadaye ya kukimbia na kuogopa, wakavaana. Yule mtumishi akasema katika zile purukushani mama akachoka. Kijana akaondoka, akakaa kwenye kiti akishangaa, ni jambo gani limetokea? Akiwa amekaa kwenye kiti, usingizi ukamchukua pale kwenye kiti. Usingizi ulipomchukua, akamuona mtu mwenye mavazi meupe, akatoa ishara kwamba anasema, akawa anamfuata. Akiwa anamfuata, jambo la kwanza walipita kwenye maji, akampitia kwenye maji. Na yule mtu mweupe, yeye alikuwa hakanyagi maji, anakanyaga juu yake. Ila yule mwenzetu ndiye alikuwa anakanyaga, anatembea kwenye maji. Akapita wale, akakutana na matope. Tope hilo korogwa zito. Akaanza kupita kwenye matope. Anasema lile tope lilikuwa ni zito. Kila alipokanyaga mguu, ilikuwa kama mtu anayefiatua matofali. Kwa uzito, kwa maumivu makali. Akapita kwenye ile tope. Mara hii akakutana na michongoma iliyosimama hivi. Na kila aliposema mimi siwezi, yule bwana aliendelea na safari yake. Lakini mara hii alipoona kwamba yule anaendelea na safari, akawa anamuita, Bwana nisaidie. Alisimama msubiri, amfuate. Yule mtu akapita kwenye michongoma. Alipopita ile michongoma, mara akakuta kuna moto. Nataka kuambia safari ya mbinguni sio kitu, kinahitaji msamaha sana. Usiposamehe watu makosa yao, na Baba wa mbinguni hawezi kukusamehe. Mara hii ni moto. Akasema hapa siwezi. Na akishatamka moyoni mwake kwamba siwezi kupita, yule bwana aliendelea na safari yake. Akimwita anamsaidia. Mungu alimsaidia. Yule mama akapita kwenye moto. Alipopita tu ule moto, akawaona watu wenye mavazi meupe. Kumza Yesu wao. Haleluya. Akasema nataka kwenda na mimi pale. Aliposema tu hivyo, Mungu akamtazamisha vazi lake. Akapita
penzi lake lina doa kubwa. Nini? Hakumsamehe mtoto wake. Niliposikia neno hili moyoni mwangu, nikakuta bado sijasamehe watu makosa yao. Bwana Yesu msaidie. Yule mtu baada ya kuona hivyo akawa anaamka, akamsamehe mtoto wake. Pigie Yesu makofi. Akamsamehe mtoto wake hata kabla hajaomba msamaha. Ndugu zangu wapendwa, nyakati hizi tulizo nazo ni nyakati za kumwomba Mungu msamaha na kuwasamehe wale waliokukosea. Usiwe rahisi sana kumwomba Mungu wako msamaha. Angalia, anasema wewe mwenyewe usipowasamehe watu makosa yao, na wewe Mungu hata kusamehe. Alafu ndani ya msamaha kuna ushindi sana, kuna baraka watumishi wa Mungu. Pale unapokuwa umeachilia msamaha. Unajua kuna wakati vitu vyetu vimefungwa kwa sababu hatujawasamehe watu. Kuna magonjwa mengine yameendelea kwenye maisha yetu, hatukuachilia watu. Kuna nyakati uchumi wetu umesimama kwa sababu hatukuwasamehe watu. Kwa sababu pale unapomwomba Mungu mara kadhaa, Bwana naomba nisaidie, hiki kitu hakiendi, hapa hili limesimama, nisamehe Bwana nisaidie, mimi nisamehe, tunatubu. Lakini neno linasema usiposamehe watu makosa yao, na Baba wa mbinguni hata kusamehe wewe uovu wako. Sasa uovu ule ambao umekaa nao Mungu, wakuto kumsamehe ndugu yako, unakaa na kuwa zuio kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ushindi wa mwanadamu, ushindi wa mlokole, ushindi wa Mkristo uko kwenye msamaha. Unataka umuone Mungu, lazima usamehe. Unataka ufanikiwe, lazima usamehe watu. Sio rahisi. Kuna wakati haya masikio yanasikia, unasikia mtu anakusema kabisa, lakini unasamehe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi mara kadhaa nimewahi kusikia mtu anaongea, namsikia anasema, "Sasa unafanyaje?" Unapaswa kumsamehe. Siku nyingine nimesikia mtu kabisa, namsikia anasema, "Iko Ngarasia." Aliongea Kinyakyusa, akasema, "Iko Ngarasia ule uju." Unapaswa kumsamehe. Haleluya. Kwa sababu mimi sijajiweka, Bwana ndiye ameniweka. Kama mimi kwa namna yoyote ile niliyo nayo na kuomba, pengine na kukosea, unahitaji kumsamehe. Lakini ukiweka moyoni mwako, unajizuilia mwenyewe baraka zako. Kwa hiyo watumishi wa Mungu, asubuhi ya leo hii tukumbushane kuhusu kuwasamehe watu makosa yao. Tukiwa pale siku ya Jumamosi, kuna kijana aliyefundisha neno la Mungu. Yaani kutokusamehe hakuzuii wewe kuhubiri. Hata usipowasamehe watu hakuzuii wewe kuimba. Watu hawajasamehe watu wao wanaendelea kufanya kazi ya Mungu. Hakuzuii, kwa sababu Mungu anakusubiri. Haleluya. Anakusubiri kwamba yamkini mwanangu atasikia, yamkini mwanangu atafanya. Tukiwa pale yule kijana ametufundisha neno la Mungu, akasema, lakini kuna kitu ambacho kinanisumbua. Akasema, "Tena jamani, kuna nini?" Akasema, "Mimi mtoto wangu wakati anacheza huko alitumbukia kwenye chemba ya maji machafu, kichwa chini miguu juu. Tena aliyekuja kuniambia ni watoto, tena katoto ambako hakana akili sawa. Kakaja akasema, kuna madonge kwenye maji." Yule mama akasema, akakaelewa, akaanza kufuata. Katoto kale miguu juu, kichwa chini.
Wakanywea yale maji, wakatoka hapo, wakakata wakasema hii kesi ngumu, pelekeni rufaa. Mtoto anaanza kule, hana fahamu ana nini, lakini Mungu akamrudisha. Na muona Mungu alivyo. Alipomrudisha yule mtoto, anasema mama wa ile chemba alikuwa mbali amesafiri. Alipopata hizi taarifa akapiga simu kwa pole. Sio hivyo tu, akarudi kutoka kule alikokuwa, akaenda hospitali kumwona. Sio hivyo tu, mtoto alipotoka akaenda nyumbani kufanyaje? Kumwona. Kijana anasema yule baba wa chemba ile hata njiani hajawahi kusema tu. Mama, hiki kitu kinaniuma. Tukasimama, tukamwombea mtoto wetu, tukasema achia. Mungu aliyekuponya akamponya mtoto wako, ndio umwangalie vile, usimwangalie. Hatakuwa na maneno magumu sana zaidi ya kumwambia achilie msamaha. Unaona? Kijana mtoto wako amepona, bado ana kile kinyongo cha yule baba, kwa nini hajaje kutuona? Na shida ilitokea kwenye chemba yake, na yeye ndio msonge. Hakuifunga chemba yake, ilikuwa imebomoka. Yule baba hakujali. Unafikiri kama mtoto yule angekufa, yule kijana angesemaje? Amepona, bado kinyongo kilikuwa. Watumishi wa Mungu, tuwasamehe watu makosa yao. Unaweza ukachunguza wewe mwenyewe. Ni nani ambaye yuko moyoni mwako kila mara alikukosea sana, alikuumiza sana? Tusishikilie watu. Tutakosa Mungu, tutakosa kuingia kwa Mungu, tutamuona Mungu, tukaweka watu moyoni. Mimi kuna nyakati namwambiaga Mungu nisaidie, mimi nimeshinda kusamehe. Hebu samehe. Ukisamehe wewe tu, Mungu mwenyewe ananikataa, kwa sababu unaniponya nafsi yako. Usipowasamehe watu makosa yao, watu tunawalimbikiza ndugu zetu moyoni. Jana mdogo wangu alikuwa ananikumbusha, na mdogo wangu mmoja, ndio tunapitiaga na Yesu sana. Tunamshukuru Mungu ambaye ametuacha tuishi. Maneno yao hayakutufanya tu. Yule binti ni ndugu yangu. Siku moja nimemsalimia katikati ya kundi kubwa. Walikuwa wanachama waenda msibani. Alipofika tu kama hatua chache, akasema nasikitika, nimempa mkono wangu amenichafua. Sio rahisi. Nimepata taarifa hii kabisa. Hapo siku nyingine nimekuja, ameleta milioni 5.5, nasema Mungu uniweke hizi hela basi nikazitumia vipi. Lakini kwa sababu sabe Bwana Yesu asifiwe. Nikamwekea kama umenisaidia na nini, nalipa ada za kitu ya kuweka kwenye miradi yangu, akarudishia. Haleluya. Hivi mtu mwenye mikono yako michafu, mikono yake michafu, anaweza kukuwekea hela? Anaweza kukutunzia hela? Utajua kuwa ni adui tu. Anataka kukufedhesha wewe, ujisikie vibaya. Mikono yangu michafu nakulisha, kukuogeshaga wewe. Kama mikono yangu michafu, adui shetani ipo kukusababisha wewe usimuone Mungu kama kwenye maisha yako. Analeta kila vita yawaza atakuletea. Sasa jana mdogo wangu ananikuta, anasema ila wewe dada. Naambia nini? Anasema anasema wewe mikono yako michafu, umemchafua. Mimi alishaisha. Nashangaa tu yeye anakumbushia. Mimi ameshaisha. Kwa sababu nataka Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka kukumbusha leo hivi, nisamehe watu.
makosa yao. Sasa tukiwa pale na hapa ushuhuda huu kwa ajili ya kusamehe. Dada mmoja akalia sana, baba ya Jumamosi. Alilia sana. Nini? Tena Maria dada huyu. Akalia sana. Baadaye akasema, mimi mtoto wa mdogo wangu tulikosana. Leo nataka yaishi. Akasema Mungu akusaidie yaishi. Tena usiahirishe. Yaishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema alinyang'anya shamba la kwetu. Anasema ilikuwa la mama yake alikufa. Ametengeneza hadi dokumenti mpaka zinakubali, yani zinaonekana kabisa kwamba ilikuwa shamba la mama yake. Sasa mama alishakufa, atamuuliza nani? Kijana ndio anasema ile shamba la mama yake. Anasema alipofika nyumbani akapiga simu. Akasema mwanangu, utaona siku nzuri. Mwanangu, naomba yale yaishe mwanangu. Akasema ndio mama, yaishe. Akasema naomba mimi unisamehe. Akasema mama, nimekusamehe. Unaona? Yaani yule aliyetakiwa kuomba msamaha ndiye anayeombwa. Hiyo ndio njia ya mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio rahisi. Unaweza ukamsubiri mtu kwamba atakuja kuomba msamaha. Asipokuja Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi mara kadhaa Roho Mtakatifu aliposema fanya hivi, akisema kaombe msamaha, naomba napata amani yangu. Kwani nitabaki kwake? Katika mikono yangu? Hapa. Kwa hiyo wewe mtumishi wa Mungu ambaye umeamua kumtumikia Mungu katika roho na kweli, ambaye masomo yako ya kila siku mahali hapa, lengo lako ni kumwona Mungu kwenye maisha yako ya sasa na ya baadaye, unapaswa sana kujibu sana. Usiweke watu awe wa karibu, awe wa mbali. Haleluya. Kwa sababu usipowasamehe hao watu, Mungu hawezi kuachilia baraka kwako. Unapaswa kuomba msamaha na kuwasamehe watu, ili kumwona Mungu. Vitu vidogo vitatufanya tusimwone Mungu. Naona mtu anaamua kufarakanisha Mungu. Unapomwambia mtu unachukia, amekosa, unaanza kufikiria, unawaza, unasema unakuta wala huko karibu naye. Unajua sisi tunaosali, Roho Mtakatifu anasema ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama umemkosea mtu au ulimuongelea, ile picha lazima ije kwako, ikukumbushe kwamba kuna siku wewe ulisimama na fulani au ulimwambia mabaya yule mtu kuhusu yeye. Lakini unajaribu kufikiri wala mahusiano yako na yeye hayapo, lakini hakupendi. Sasa unataka kupendwa wewe na wanadamu na Mungu. Napenda wimbo wanakuwa wanasema jipendekeze kwa Mungu. Uwe karibu sana na Mungu ili upate nafasi ya mafanikio kwenye maisha yako, baraka zako. Mimi mara ninapoachiliaga msamaha, namuona Mungu sana kwenye maisha yangu, sana. Najibu mimi sina rafiki kwa kweli sana. Nina watu ambao tunaendana, Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kuna watu wana best friend. Wana rafiki sana. Alipo yeye shida ikitokea nini, yani hilo ni jambo jema. Lakini hata wewe ambaye upo tu, jitahidi Yesu awe ni rafiki yako. Napenda sana Yesu wa Nazareti. Wakati wa zamani nilikuwa naona kama mkiwa hivi, kama mpweke. Sasa sio mpweke. Yesu asifiwe sana. Bwana amenisaidia kupenda yeye. Nawaambiaga siku moja nikiwa kwenye maombi, najisikia ukiwa, najisikia upweke. Unajua kuna nyakati napita, unaona kila kidoro, kila wakati mtu anapokuangalia na kuangalia sio katika sura nzuri. Basi ukifika unakuwa mnyonge. Nikiwa naomba nikakuta kama mtu amenishika bila akasema nakupenda. Ile neno nimedumu mpaka leo hii. Haleluya. Nimekaa moyoni mwangu kwa sababu Yesu aliniambia ananipenda mimi. Sasa kama wewe au mtu mwingine anakuchukia bila sababu, au wewe unatambua kabisa makosa yako uliyofanya, omba msamaha.
yaishe. Mimi Mungu amenisaidia sana. Tuko kwenye msiba fulani, hadi kuna mitego, na ndio maana unapokwenda mahali popote unahitaji kumwomba Mungu. Tuko kwenye msiba fulani, tuko kwenye msiba ule, dada mmoja akaniita, kasema Masifa, kageka akasema subiri bwana, akawa anaongea na mimi kama kwamba hatujaonana. Mimi nikamwambia hatujaonana nini, na wewe unashuka dogo, kwa nini sipite nyumbani? Tunaongea na yule dada mwingine yuko hapa, yaani ninapoongea na huyu akawa nadakia yeye. Aje wapi? Tuko msibani. Unaona hila za watu. Mimi namwambia sasa wewe mbona unajibu kwa hasira? Mimi naongea na huyu. Anasema lazima nikujibu. Aje wapi kwako? Aje wapi? Ulimuona wapi? Tayari amekasirika. Jamani, tunao dhiki, lakini tujipe moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ilikuwa dada alikuwa anaongea na mimi akasema, mimi nipe hela ya soda. Yeye amekasirika. Nijibu vibaya. Mimi nataka kunywa soda. Chuki za wanadamu mimi kunibabaishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hazinitishi. Hivi kama wewe umechukiwa na watu wengi, alafu kama kuja karibu kamoja tu kama kuchukia, unaweza kukasirika. Bwana amekushindia kwa maelfu. Bwana amekushindia kwa makumi. Amekushindia makubwa sana kwa chuki ambazo hazina sababu. Tuanze kupambana na yule mtu. Sasa hata njoo amekasirika. Kama kutoka ni kumwona mgonjwa hospitali. Na ile siku kama jana yake, mimi nataka nikamwone Bwana. Na nikasema lazima uende kwa. Msikilize anasema. Nimetoka kumwona mgonjwa asubuhi na kumekaa na mtu mwingine. Sasa wewe mtakatifu nasemaje? Wewe pale asubuhi nimekaa pamoja kwake, unasemaje? Akasema, wewe mwambie tu nisamehe. Akasema, mwambie nisamehe nimekosea. Akasema, nasema mwambie nisamehe kwa siku hiyo. Nikafika pale. Mimi akasema, dada, naomba unisamehe. Akasema nini? Nikasema kwa siku hiyo. Nikasema ile ya msibani. Msibani wapi? Nikasema kwa fulani. Akasema nimekusamehe. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi ni mwanadamu, na wala sio mjinga. Nina akili zangu timamu. Haleluya. Nataka nikamwone Mungu. Hii vita siri. Safari ya mbinguni sio Dar es Salaam. Kama ingekuwa Dar es Salaam, watu wangeridhika na nauli zao. Safari ya mbinguni sio Ulaya. Tungejitahidi mpaka tupande ndege tukafike Ulaya. Safari ya mbinguni tukatoba sawa. Bwana Yesu asifiwe. Kushuka ikujifunze. Mimi naambia kama wakati wewe nao ya kwako ambao unaona haya wewe ni. Kwa hiyo nataka tukaze neno la Mathayo 6:14. Anasema msipowasamehe watu makosa yao, na Baba wa mbinguni hata wasamehe ninyi makosa yenu. Mtakaa nayo. Utakuwa unafanya kazi ya Mungu, hakusamehi makosa yako. Utakuwa unaomba toba hapo kwenye madhabahu, unagaragara na kugaragara, unasema lakini hata kusamehe makosa yako mpaka umemsamehe yule makosa aliyokukosea wewe. Bwana Yesu asifiwe sana.
Naomba tusimame tuombe Mungu atusaidie kupata neema hii ya kuachilia msamaha kwa kila anayekosea. Twende mbele za Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tumesogea tena mbele zako e Mungu, baada ya kusikia neno lako la uzima, kwamba sisi watoto wako uliotuokoa kwa damu yako Yesu, ili kugharimu msalabani. Damu yako ilimwagika. Haikuwa rahisi kumwaga damu yako, kutoa uzima wako kwa wenye dhambi, lakini ulikubali, mwana wa Mungu. Ulisubiri msalabani. Bwana, mateso magumu ulionewa Bwana, pasipo sababu yoyote, kwa ajili ya watu wako. Ile adhabu ilikuwa itupata sisi wenye dhambi, lakini ilikupata kwa ajili yetu. Mungu wetu turehemu. Yesu, samehe uovu wangu, samehe mabaya yangu, samehe Bwana, samehe. Turehemu Yesu. Tufundishe Bwana kusamehe watu. Tujalie Yesu kusamehe watu. Tumejiwekea vikwazo wenyewe. Tumejiwekea vikwazo mbele yetu Bwana. Tumeshindwa kuvuka katika wokovu. Tumeshindwa kuvuka kwenye huduma zetu. Tumeshindwa kuvuka Bwana kwenye uchumi wetu. Tumeshindwa kuvuka kwa kila kitu tunachokifanya, kwa sababu hatukuwasamehe watu makosa yao. Uturehemu mwana wa Mungu. Tupe moyo wa msamaha ndani yetu, kuwasamehe waliotukosea kama wewe ulivyotusamehe kwa msalabani. Bwana, haikuwa rahisi kuachilia msamaha kwa wanadamu waliokosa, lakini wewe ukawa kipatanisho chetu kati yetu na Mungu wetu. Jina lako Yesu libarikiwe. Jina lako Bwana libarikiwe. Kwa damu yako Yesu, ibada yetu yairisha mikononi mwako. Amen. Naomba mtumishi wa Mungu Rahabu uombe kwa ajili ya neno na sadaka pia. Tuombe. Asante Mtakatifu, asante Mungu, asante kimbilio letu, asante msaada wetu wa karibu. Mungu, tunakushukuru kwa neema yako. Asante Bwana kwa kutupa kibali tuwepo tena kwenye ibada hii. Ni kwa neema yako tu na huruma zako Jehova. Mungu, tunakushukuru kwa kuwa wewe ni mwema. Asante kwa maneno yako mazuri. Asante kwa mtumishi wako aliyekwenda kusimama. Asante kwa mtumishi wako aliyetufundisha. Asante Bwana Yesu, tujifunze kusamehe, maana mioyo ya sisi wanadamu ni migumu kama mawe. Tunashindwa kusamehe. Ili Mungu tusaidie, tupe neema Bwana kwa ajili ya kuwasamehe wengine. Umesema msipowasamehe wengine, nami sitaweza kuwasamehe. Baba, tufundishe wewe, maana wewe ndiye mwalimu, wewe ndiye kiongozi wetu. Wewe ndiye unayetufundisha kila siku uitwapo leo. Endelea kutufundisha kila siku kwenye maisha yetu, ili tujifunze kusamehe. Asante Bwana kwa maneno mazuri. Asante kwa shuhuda ambazo tumezisikia kwa ndugu yetu. Nasi Bwana tujifunze kusamehe, maana tuko chini ya jua. Ni mengi tunakutana nayo, ni mengi tunapishana nayo Bwana. Ni mengi tunashindwa hata kueleza Bwana. Ila Mungu utusaidie, utupe moyo wa kusamehe. Tazama muda huu tena Bwana, tunakwenda kukutolea sadaka Bwana. Tunaomba utujalie, tunaomba utusaidie, hata tutakapotawanyika mahali hapa Bwana, ukawe pamoja nasi. Hata njiani tukitembea, uwe pamoja nasi. Umesema mtakapokanyaga pawe ni papenye. Baba, utusaidie. Mungu, utulinde na yule adui mwovu, maana mwovu Ibilisi ameachama kama mamba
anataka kutumeza, anatamani atumeze, lakini neema yako inaendelea kutufunika. Mkono wako Bwana unaendelea kutushika. Asante kwa rehema zako, asante kwa uaminifu wako, asante na kwa siku hii tena ya leo. Mungu, siku ya leo ndio mwanzo wa siku ya kesho. Tunakabidhi siku ya kesho tena mikononi mwako, ukatupe kibali kufika kwenye ibada ya Morning Glory. Mungu ukatusaidie Baba, ni katika jina la Yesu nikiomba na kushukuru. Amen.